Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewashauri Wakristo kumtumainia Mungu katika kila hali na kuweka matakwa yao kwake na atawatimizia. Akizungumza alipoongoza ibada ya Jumapili katika kanisa la ABC Makadara jijini Nairobi, aliwataka kutopoteza matumaini wanapotengwa na marafiki zao na familia na kuzidi kumwamini Yesu, kwani ndiye rafiki wa kweli. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewashauri Wakristo kumtumainia Mungu katika kila hali na kuweka matakwa yao kwake na atawatimizia. How God works for the faithful people, for the very firm people, for the very hoping people. God visits them without any notice and make an intervention out of his own mercy and out of his own grace and pulls her. And this is a day that we want to share in the life of this man. A man for 38 years, meaning even Jesus who made the intervention before he was born, that person was there beside the pool of Bethesda. Akizungumza alipoongoza ibada ya Jumapili katika kanisa la ABC Makadara jijini Nairobi, aliwataka kutopoteza matumaini wanapotengwa na marafiki zao na familia na kuzidi kumwamini Yesu, kwani ndiye rafiki wa kweli. Najua tuko na shida za kila aina and we are waiting to see God making an intervention. But our problem ni moja tu. Tunakaanga kidogo and we give up. Tunaomba kidogo and we despair. Sometimes we support our friends in prayers, but at times we abandon them to walk alone. This is the situation that this young man, this person was going through. But I want to say, even when you feel abandoned, there is God. Amen. Even when your holy relatives leaves you, there is still God. Amen. Akirejelea mtu aliyeponywa na Yesu baada ya kukaa kando ya bwawa la Bethesda miaka 38 akingoja uponyaji, Askofu mkuu Ndambuki alibaini kuwa Mungu atawatendea watu wake kwa wakati ufaao na hata wasahau licha ya muda ambao wamekuwa wakimwomba. How many today have that kind of a faith that with that condition that you are going through, you can patiently wait until God in heaven see your problem and out of no choice make an intervention in your life to touch your life and to change that life forever. Isaac Musyoka, Undugu TV.